Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wetu wa Bea TV? Karibu sana tena sana kwenye channel yako pendwa kabisa, channel ambayo inakupa update na habari mbalimbali za kimichezo na burudani kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na hapa tunazungumza michezo. Bwana, kuelekea tetesi za kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, ni takribani sasa mwezi mmoja na wiki kadhaa zimesalia kuelekea kwenye dirisha kubwa la usajili, lakini pia zimesalia mechi 6 kama sio 7 msimu huu 2024-25 kumalizika. Na vilabu mbalimbali kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania ikiwemo Young Africans, Simba Sport Club, Azam FC tayari wapo kwenye hatua sasa za kwanza kuwasajili wachezaji, lakini pia wapo wakiwa wanaongea na wachezaji hivi sasa kwa ajili ya kuandaa kuelekea dirisha kubwa la usajili. Na moja ya usajili wa kwanza kabisa ambao Young Africans wanataka kufanya, na hapa nitakuletea orodha ya wachezaji watatu ambao wanahitajika katika kikosi cha wananchi Young Africans baada ya msimu huu kumalizika. Mchezaji wa kwanza huyu anaitwa Akua Agig Celestine mwenye umri wa miaka 23. Huyu ni mshambuliaji hatari kulikweli ambaye anakipiga kunako kikosi cha Aseki. Akua Agig Celestine mwenye umri wa miaka 23 ni mshambuliaji ambaye anakipiga kunako kikosi au klabu ya Aseki Mimosa ya Ivory Coast, yani kutoka Cote d'Ivoire. Mwamba ambaye amekuwa na kiwango bora, mwamba ambaye amekuwa na kiwango kizuri kweli katika kikosi cha Aseki Mimosa, timu ya vipaji. Lakini natural Akua ni mshambuliaji wa pili kwenye mfumo wa 4-4-2, kwani huyo ni ball to fit player, ila kwenye mfumo wa 4-2-3-1 au 4-3-3 anaweza kutokea pembeni kama winga wa kulia. Ni moja mchezaji ambaye anatajwa kujiunga na kikosi cha wananchi Young Africans kwenye msimu huu, kwa baada ya msimu huu kumalizika kuelekea msimu wa 2025-2026. Mashina ya kazi nyingine, huyu anaitwa kwamba Young Africans wapo kwenye mazungumzo na Mohamed Bajaba ambaye anakipiga kunako kikosi cha Kenya Police. Bajaba alianza soka katika kikosi au katika academy ya Sheffield mtaa wa Parklands, klabu ya kabla ya kufanyiwa majaribio na klabu ya FC Midtjylland nchini Denmark mwaka 2021. Mwaka 2022-23 Bajaba alijiunga na kiklabu ya Nairobi City Stars ya Kenya kabla ya kujiunga na Kenya Police Januari mwaka 2025. Mwamba ambaye amekuwa na kiwango bora sana, mwamba ambaye amekuwa na kiwango kizuri kweli, mwamba ambaye anawinwa na vilabu mbalimbali kutoka ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara. Azam FC wameweka kibunda kizito kweli, lakini kibunda cha Young Africans kimeonekana kuwa kikubwa kweli. Kwa upande wa Simba nao wanawinda sign yake, lakini mambo yanazidi kuelemea kwa sababu Young Africans wameweza kuwekeza pesa nzito kweli, wameweza kuwekeza pesa ndefu kweli kwa mambo huyo kuhakikisha anakuja kuchukua namba katika kikosi cha wananchi Young Africans kutokana na performance yake bora, kutokana na performance yake nzuri sana ambayo amekuwa nayo akiwa na kikosi cha Kenya Police. Huu ni usajili wa pili ambao Young Africans unatajwa kutua katika kikosi cha wananchi Young Africans baada ya msimu huu 2024-2025 kumalizika na kuanza msimu mpya wa 2025-2026. Mohamed Bajaba ambaye ni raia wa Kenya sana kipiga kunako kikosi cha Kenya Police. Kutokana na performance yake kubwa ndiyo ambayo imewafanya wababe wa Kariakoo kuhitaji huduma yake, kuhitaji saini yake kuelekea msimu mpya wa 2025-2026, kutokana na engineer Harris Saidi kuahidi wananchi kwamba atahakikisha anawasajili wachezaji ambao ni wazuri, kuhakikisha anawasajili wachezaji ambao ni bora, ili mashabiki wa Young Africans na wanachama waweze kupata furaha baada ya msimu mpya kuanza 2025-2026. Lakini moja usajili mwingine na mashine ya kazi ambaye anaitwa, unaweza kumuita Girumugisha. Taarifa kutoka nchini Burundi zinasema kwamba Young Africans wapo kwenye hatua za mwisho kabisa kumalizana na winga wa nchi hiyo wa nchini hiyo ambaye anaitwa Jean-Claude Girumugisha ambaye anakipiga kunako klabu ya Al Hilal Omdurman ambaye anashiriki ligi kuu ya Mauritania.
mambo klabu hiyo ambayo inanolewa na Florentino Ibenge ambaye amekuwa kocha bora, ambaye amekuwa kocha mzuri sana akikinoa kikosi hicho cha Al Hilal Omdurman. Winga huyo amewavutia vigogo hao wa soka kutoka nchini Tanzania kupitia mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Rais wa Dar es Salaam Young Africans, unaweza kumuita mhandisi engineer Hersi Said, wiki mbili zilizopita, siku kama ngapi hivi akuepo akuepo Tanzania. Inatajwa kwamba alikuwa akuepo nchini na kutajwa kwamba alikuwa akifuatilia umoja wa saini za wachezaji katika vilabu mbalimbali hapa barani Afrika. Mazungumzo kwenye kipindi hiki, Young Africans wapo serious kweli kuhakikisha wanapata saini ya mchezaji huyu ambaye anaitwa Jean-Claude Grumugisha, kutokana na performance yake bora, kutokana na kiwango chake kizuri sana ambacho amekuwa nacho. Lakini sio Young Africans tu ambao wanapambana kutafuta saini yake, bali hata Simba Sport Club walikuwa wanapambana kweli, lakini inatajwa kwamba mwamba huyo amesaini mkataba wa awali wa kukitumikia kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans kwenye msimu 2025-2026. Jean-Claude Grumugisha ambaye anatokea pembeni kama winga wa kushoto ambaye amekuwa na kasi kubwa kweli, lakini inatajwa kwamba pengine alikuwa anahitajika Serbia, lakini Young Africans wanatajwa kwamba tayari wamemalizana naye, na baada ya msimu huu kumalizika, basi mambo huyo atatua katika kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young Africans. Jean-Claude Grumugisha mwenye umri wa miaka 23 ambaye anakipiga kunako kikosi cha Al Hilal Omdurman, na moja usajili ambao hivi sasa watu wengi wanaosubiria, lakini hivi sasa watu wanatamani kujua mambo huyo anatua katika kikosi gani, kutokana na mambo huyo kuhitajika na vilabu vingi kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Na huyo sio mwingine ni the philosophy Faisal Salum Fetoto Abdalla. Transfer News Live ni kwamba imefichuka kwamba Young Africans wameofa milioni 700 kama pesa ya usajili na mkataba wa miaka 2 kwa Faisal Salum Fetoto Abdalla, mambo kutoka Zanzibar. Lakini pia wameofa mshahara wa milioni 40 kwa mwezi, kwamba Faisal Salum Fetoto Abdalla pesa ya usajili itakuwa ni milioni 700 na pesa ya yani mshahara kwa mwezi atakuwa analipwa milioni 40 ukiachana na marupurupu mengine. Lakini Young Africans wanapata kiburi, kwani wataingiza pesa ndefu kweli kupitia mauzo ya Stephane Aziz Ki the Master Key, mwamba wa Gadugu kutoka Burkina Faso, mchezaji bora wa msimu 2023-2024, lakini pia mfungaji bora 2023-2024. Young Africans wapo serious, wanahitaji saini ya Faisal Salum Fetoto Abdalla. Ofa ya mwisho ya Simba ilikuwa ni milioni 600, yani pesa ya usajili. Walimwambia Faisal kwamba atalipwa milioni 400 kwenye msimu wake wa kwanza, lakini pia milioni 200 kwenye msimu wake wa pili kama akikubali kusaini katika kikosi cha wananchi katika kikosi cha mnyama Simba Sport Club. Lakini kwa upande wa Young Africans, wao wameongeza milioni 150 kwenye ile pesa ambayo Simba Sport Club ambayo waliweza kuiweka, ambayo ni milioni 600, lakini pia wakamwambia kwamba tutakuwa tunakulipa milioni 40 kila mwezi kama pesa ya mshahara kila mwezi, kitu ambacho kimeweza kuwaumiza Simba. Lakini Young Africans wameweza kumuofa kwamba watamjengea nyumba katika kiwanja chake ambacho kipo Dodoma, nyumba ya kifahari, nyumba bora sana kweli, na wameweza kumwambia kwamba kama hata akikubali sasa hivi, basi pesa watampa na nyumba atajengewa. Jambo la kusubiri na kuona ni kipi ambacho kitaenda kutokea baada ya Young Africans kuweka ofa kubwa kweli ya kuhitaji huduma ya Faisal Salum Fetoto Abdalla, na wapo serious kweli kwa sababu Stephane Aziz Ki the Master Key, mwamba wa Gadugu, baada ya msimu huu kumalizika, basi anaondoka katika kikosi cha wananchi Young Africans, anaelekea katika nyanda za kaskazini mwa Afrika. Inatajwa kwamba Wydad Casablanca, bila kuwasahau FAR Rabat kutoka Morocco, zinahitaji huduma yake. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pia na kucomment, kwa sababu wewe ni mtu bora sana kuichagua Bea TV. Bye bye.